Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ikemo. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa umbali ambao ametufikisha. Hakika ingekuwa ni kwa mapenzi ya binadamu, hatungekuwa tumefika mahali tumefika, lakini kwa sababu ni kwa neema ya Mungu ndiposa tuko hai siku ya leo, na tunazidi kumshukuru na wacha akazidi kuitwa. Mahubiri yetu ya leo tunaenda kuangazia habari ya Lazaro, the story of Lazarus. Habari ya Lazaro, jinsi alivyogonjeka akafa, na Yesu akakuja akaweza kumfufua, na tuone ni nini tunajifunza kutoka pale. Na maandiko haya yanatoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango ni wa 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 44, lakini hatutaenda kwa hayo kwa hizo vifungo zote, bali tutaangalia kwa juu tuone mambo yalienda vipi. Unapoanza pale katika mstari wa kwanza, ni Yohana Mtakatifu mlango wa 11. Unapoangalia mstari wa kwanza, maandiko yanatuambia, basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Nduguye hawezi ni kumaanisha alikuwa mgonjwa yani. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, wewe umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia kuna wakati Lazaro alikuwa amegonjeka, na Yesu akatumanishiwa akaenda kuambiwa rafiki yake Lazaro ambaye anampenda hajiwezi, ni mgonjwa. Na Yesu akatumana ujumbe ya kwamba hiyo ugonjwa yenye wanaona Lazaro wako nayo si ya kumuua, bali iko hapo ndio neno la Mungu litukuzwe. Yani it is the will of God akapitia ile situation anapitia ya ugonjwa, ndiposa neno la Mungu lifanye nini? Litimizwe. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwa. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, Twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabii, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko? Bwana Yesu asifiwe. Na tukiangalia mstari wa hata tuvuke kidogo. Mstari wa 10 nasema, bali akienenda usiku hujikwaa. Mstari wa 12 nasema, basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi.
Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko ili mpate kuamini, lakini na twenendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenzie, twenendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadri ya maili 2. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha alimwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasikia Martha anaambia Yesu, ungekuwa najua ndugu yangu angekufa. Lakini bado ako na imani. Anasema ya kwamba hata kama amekufa, najua ukiwa mambo itaenda mzuri. Chochote utafanya, Mungu atakusikiza na ataweza kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoangalia maandiko, tunapoangalia mstari wa 43, maandiko yanatuambia, naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni, mwache aende zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni habari ya mtu ambaye anaitwa Lazaro. Tunapoangalia habari ya Lazaro, point number 1 ambao tunajifunza pale ni ya kwamba wakati wa Mungu ni kamilifu, yani God's time is the best. Bwana Yesu asifiwe. Hii point inakuja aje kwa hiyo maandiko ya kwamba Yesu aliitwa akaambiwa vizuri, Lazaro ni mgonjwa, amegonjeka vibaya, kuja. Lakini Yesu alisema niendeni, hiyo ugonjwa yake si ugonjwa wa kawaida, ni alikuwa agonjeke ndio neno la Mungu litukuzwe, na wao hawakujua ni kwa nini amejibu hivyo. Lakini Yesu alingoja, hakukimbia kwa sababu alikuwa rafiki yake. Alingoja na akangoja mpaka wakati Lazaro, maana Yesu alijua Lazaro atakufa tu. Akakufa na kisha akaenda kufanya nini? Akaenda kumfufua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So God's time is the best. Unaweza kuwa kuna shida fulani unapitia katika maisha, kuna matatizo unapitia, lakini unaomba Mungu, umeenda kwa mlima, umefunga, umefanya nini, umeomba, umetoa dhabihu, kila kitu umefanya, lakini bado mambo inagonga mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatu encourage ya kwamba tukue watu wa subira, tusubiri wakati wa Mungu. Kuna wakati wa binadamu na kuna wakati wa Mungu. Kuna wakati wa binadamu kukusumbua, watakuhangaisha, watakusumbua, lakini wakati wa Mungu ikifika, hautaamini ni hao watu walikuwa wanakusumbua. Watapeperushwa hivi kama makaratasi inapelekwa na upepo. Watapeperushwa hivi kama makapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati ilifika, Lazaro alifufuliwa. So kama Yesu angeenda mapema na ameenda late, si yote ni the same. Bado angeenda mapema angemponya tu, bado amefufuliwa. So haja yao walikuwa nataka mtu wao apone. So hata kama Yesu alichelewa, lakini alifika na akatimiza yale ambayo alikuwa atimizi. Point number 2 ni kukuwa na imani katikati ya maombolezo. Bwana Yesu asifiwe. Ama kukuwa na imani katikati ya matatizo. Unaona Martha alikuwa analaumu, Yesu alilaumu Yesu akamwambia,
Ungelikuja mapema, ndugu yangu angefanya nini? Angekufa. Lakini najua juu umekuja, chochote utaomba Mungu atafanya. Unaona, huyu mtu Yesu ako na shida, ndugu yake amekufa, lakini unaona bado ako na imani. Sio kama sisi, kuna kitu tulikuwa tunaomba lakini imefail, haijafanyika. Tusha give up, tushaanza kuongea vibaya kuhusu Mungu, tushaanza kuongea vibaya kuhusu makanisa, tushaanza kuongea vibaya kuhusu watumishi wa Mungu. Umeongea. Maybe hata ujui ni mapenzi ya Mungu ilikuwa ifanyike hivyo. Ndio maybe imani yako ipande. Ama ndio ukue ushuhuda kwa watu wengine. Unajua kuna watu wanapitishiwa kwa shida na mahangaiko, ndio wakue ushuhuda kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wakati hatuelewi. Tunaona tunateswa. Tunaona haya, hapana, Mungu alituacha. Tunaona basi uchawi ni mzuri kushinda maombi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapana, we need to have faith. Tunafaa tukue na imani hata kama mambo imeumana. Juu mimi huwa nawaambia wakati naletewa matatizo nikiwa hapa, mtu ananipigia simu, pastor, kimeumana. Kimeniumania iko hivi na hivi na hivi. Nakuwa na imani katikati ya matatizo. Najua kuna shida lakini najikaza, nasema wacha nikuwe na imani maana Mungu nimemwona akitenda. Lakini ningekuwa sio mtu wa imani, tungekuwa tunaomba vitu hapa hazifanyiki. Tungekuwa watu wakipata kuna shida haziwezi tatulika because tumekuwa watu wadhaifu. Maana nimekuwa yes kuna shida lakini sio mtu wa kusimama imara, ni mtu wa kiwasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa tuwe watu wa kusimama imara. Hata kama mambo imekuendea aje, hata kama ugonjwa imesimama kwa nyumba, hata kama ni bwana amefutwa kazi, hata kama ni chakula ndio hiyo hakuna, hata kama ni nini imefanyika, simama imara. Weka mguu mmoja huku ingine huku. Simama na umuite Mungu. Ambia Mungu, hii ndio wakati nataka nikuone. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakuonekania. Mimi wanaambia watu, don't run away from your problems. Solve hizo shida, ng'ang'ana nazo hapo. Usikimbie, sio ukizikimbia utakimbia mpaka wapi? Na ukikimbia unajua unaenda nazo. Shida ni zako. Kwani ukikimbia tuseme sasa uko na njaa kwa nyumba yako. Utoke hapo ukimbie. Si mahali umeenda utaenda tu kae njaa. Kwani huko mahali umeenda ndo kuna chakula? Hakuna, utaenda tu uko na hiyo njaa yako. So we don't run away from our problems. Na tukue watu wa kusimama imara na watu wa kusimama na ujasiri wakati wa shida, tusiwe watu wa kutetemeka. Point number 3 yenye tunaangalia kutoka katika haya maandiko ni ya kwamba Yesu huhuzunika pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma hii maandiko linakuanga the shortest verse in the Bible, si ndio? Jesus wept. Wakati Yesu alienda na kweli akathibitisha kwamba Lazaro amekufa, Yesu alilia. Alilia kwa nini? Alisympathize. Alikuwa na sympathize na wale wanafanya nini? Wanalia. Yaani aliomboleza na wao. Hakulia kwa sababu hakuwa na uwezo. Kwa hivyo kama alikuwa analia juu hana uwezo wa kufufua Lazaro, angemfufua kweli. Si alikuwa na uwezo, lakini kwa nini alilia? What was the significance ya hiyo machozi? Ilikuwa ya kwamba kutuonyesha wakati tunalia, Mungu analia na sisi. Wakati tunaomboleza, Mungu anaomboleza na sisi. Wakati tunahuzunika, Mungu anahuzunika na sisi. In short ya kwamba zile shida tunapitia, Mungu afurahi tupitie. Ako na sisi. Wakati uko hapo kwa nyumba yako unapitia magumu, jua Mungu ako na wewe in that situation. Hiyo pain unapitia, Mungu ako na wewe. Sio tu kwa raha na furaha, hapana. Even in hard times, Mungu ako na sisi. So tusiwe watu wa kusema Mungu wakati wa kilio sema Mungu ameniacha. Wakati wa hali ngumu sema Mungu ameniacha. Hapana, Mungu hajakuacha. Mungu ako na wewe. Ndio ule alienda kwa Lazaro, akaenda kule. Yesu kuona yenyewe kaburi ndio ile ya Lazaro. Yesu alilia ya kwamba rafiki yangu kumbe alikufa. Shida ilimpata, lakini akasema ni sawa, nimemaliza kuomboleza. Lazaro, amka. Na ukweli aliamka akatoka. So Yesu ako na sisi. Wakati tunapitia maombolezo, Yesu ako na sisi. Wakati tunapitia hali ngumu ya maisha, Yesu ako na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haya, pointi ya mwisho ni ya kwamba tunapata uzima kupitia Kristo.
Tunapata uzima kupitia Kristo. Tunapata uzima vipi? Lazaro alikuwa amekufa, aligonjeka na mwishowe akakufa. Na baada ya kukufa, Yesu alienda na akaweza kumfufua. So, inatufundisha nini? Ya kwamba sisi kama Wakristo tunapata uzima kupitia Kristo. Ya kwamba tunaweza kuwa tunapitia some challenges katika maisha na tunaona tumefika mwisho. Kazi imeisha. Unaona wewe umeisha kabisa. Hakuna mahali utatoa wapi pesa ya kulipa rent, ya kulipia school fees watoto, utafanya nini? Unaona umeisha. Lakini unapoendelea kumtumainia Mungu, anakurudishia ile kazi ama anakupatia ingine. Ndio hiyo mmekosana na mume ameenda ama mke ameenda. Unasema naanzia wapi na malizia wapi? Lakini wakati unaendelea kumtumainia Mungu, Mungu naye anatokea. Unapata mtu wako amerudi. Maisha imerudi kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Yes. So tunapata uzima ndani ya Kristo. Uzima wa kila jambo. Si tu tukufe tuvuliwe, hapana. Kuna situations ambazo tunapitia katika maisha ambazo zinarelatiwa na ile kukufa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukufa kiroho kifedha, unaweza kukufa kiroho katika hali nyingi, kiafya. Na siku moja Mungu anatokea kule anakuponya. Mimi nimesikia watu wamepona hata ukimwi, wengine wamepona arthritis, wengine wamepona nini. Wengine walikuwa maskini, sasa maisha yao yamebadilika, wamekuwa matajiri. Bwana Yesu asifiwe. So tunapata uzima kupitia Kristo. So tunapopitia katika nyakati ngumu katika maisha, tunafaa tujue ya kwamba Kristo yuko na anakuja kututoa katika zile hali ambazo tumepitia katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. So hadithi ya Lazaro inatufundisha nini? Inatufundisha ya kwamba Yesu anatuletea matumaini wakati tuko karibu kukata tamaa na wakati tunapitia nyakati za giza katika maisha yetu. The message of hope. Matumaini. Lazaro amekufa. There is no hope. Yesu anaambia amekufa. Yaani hakuna matumaini. Lakini Yesu anaenda na anarudisha Lazaro. Lakini kwa kuonyesha ya kwamba kuna hopes. Hata kama unaona umefika mwisho, there is hope. Kuna matumaini. Kuna hard times unapitia katika maisha, umelala pale kwa kitanda. Okay, inafanya titi. There is hope. Mungu anakuja na kutoa pale. Bwana Yesu asifiwe. I think mimi Mungu amenipitishia katika mambo mengi ambayo maybe alikuwa anataka nijifunze. Maana mimi nishaikuwa katika hiyo hali. Okay, alikuwa anafanya titi. Ukipumua inafanya titi, inaonyesha vile inatembea. So the more inaenda titi ikianza the more inaenda juu, the more mtu hapa anakosa hewa. So ikifanya titi iko sawa. Iko sawa. Lakini yaanza kufanya hewa inaendelea ikiisha. Hewa inaisha. Ukiona mtu amekufa wanamwekeanga inalia iko flat hivyo, graph iko flat. So ilikuwa inafanya tu nasema tu. Daktari wanaambia mwenye tulikuwa na yeye, hiyo sauti ikipanda mtuite. Maana oxygen itakuwa inaenda ikiisha. Sasa huyo mtu hata kama lungs zake zinachukua, maana tunawekewa hiyo kwa mapua. So hata kama zina peak, kuna hiyo zinaenda zikicollapse. So zikicollapse kabisa, the more sauti inatoa una struggle. So kuna oxygen na 100% ikishuka, kuna 70, kuna 80, kuna 50, kuna 20, kuna sasa ile mpaka mtu anaekewanga ile kitu ya mdomo ile, sasa ile pipe inaingia mpaka huko. Lakini tulitoka pale, daktari anakuja anapata nimetupa huko nimeweka kando. Wewe wacha kutoa hii, ananirudishia. Tena anapata nimetoa, nikamwambia mimi sitaki kitu naweza kununua peke yangu. Nilipo sure. Kabidi train mwenye tulikuwa na yeye, maana nilikuwa private ward. Akamtrain, akamwambia ni kesa alemewe, utamwekea hivi alafu utafungua hapo. Lakini hivyo ndo tulienda, hiyo mtungi ilikuwa inakaa hapo kama picha. Mpaka nikatoka pale na nikashukuru Mungu sana. So there is that message of hope, ya kwamba najua kesho
Mungu atanitoa katika hii hali. Bwana Yesu asifiwe. So hadithi ya Lazaro isiwe tu ni hadithi ya kawaida watu wamezoea. Wacha ikuwe ni a message of hope about tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ikuwe na itengeneze, itupatie a moral lesson ya kwamba Mungu atatupigania hata katika hali ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao mmetusikiza, wacha Mungu awabariki sana na akazidi kuwaongoza. La Sunday hatukuwa na maombi, hatukurecord maana ya changamoto ya hapa na pale, lakini sasa tumerudi, tutaendelea kurecord na tutakuwa tunawaekea on time. Bora tu mfike pale kwa channel yetu, subscribe na mkiweka mahubiri twende tu watch. Tufikisha hata 20 views. Ndio tukifikisha 20 channel inaendelea vizuri. Hata YouTube unaona wananiambianga kochoni. Lakini tukienda less than 10 wanaona hii channel watu hawachangamki. Bwana Yesu asifiwe. So acha Mungu azidi kuwabariki na akazidi kuwaongoza na mbarikiwe sana. Shalom, shalom, shalom. Ezemo, you are the God of power.